Uamuzi wa serikali kushirikiana na Japan katika ufadhili wa mradi wa magari ya umeme umeendelea kuibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi. Baadhi ya wananchi waliozungumza nasi wamehoji hatma ya magari yanayotumia dizeli na petroli, wakisema ni tegemeo la wengi nchini. Wengine wameeleza kuwa badala ya kuwekeza katika miradi hiyo, serikali inapaswa kwanza kushughulikia gharama ya juu ya maisha kwa kupunguza bei ya mafuta na bidhaa muhimu. Hazifai juu hazitusaidia, hatujui maisha yake itakuwa aje. Hii ya diesel hakuna mtu hawezi inunua. Hii pesa yake ni kidogo, hakuna mwenye hata inunua. Hata ikikuja miaka ingine 10 inakuja ama 5, bado watu watainunua. Ile ya stima hatuoni maisha yake, hatujapata spare zake, hakuna spare kwa maduka. Kama kio ikipasuka saa hii mnaiweka parking. Lakini ikikufa leo, kama uko na pesa jioni umeiweka na unarudi kazi. Sasa si wenye tumezoea hizo za diesel ama za petroli, hatuwezi ona, hatuna haja na hizo za stima. Tunataka kutumia hii yenye tumezoea. Hatujui maisha ya ile, hii tumejua, hii ni ya kuanzia kitabu. Zimekaa ziko na zaidi ya miaka, tuseme hata 20, iko na zaidi ya hiyo miaka 20 na bado iko kwa barabara inaenda. Hizi za stima hatujui hiyo miaka 20 itakuwa aje. Hata hivyo, wengine wanaamini kuwa uwekezaji huo unaweza kusaidia kuleta teknolojia mpya nchini, kuchangia maendeleo ya sekta ya usafiri ya siku zijazo. Yes, ni kweli ni nzuri, hatukatai, lakini mambo ingine asiache hii tena aende ingine. Sawa, kwanza afanye hii kwanza, ikiisha akuja ingi. Lakini licha ya maoni hayo kinzani, wananchi wengi wanasema wanatarajia kuona manufaa ya moja kwa moja yatakayotokana na ushirikiano huo kati ya Kenya na Japan. Nikiripotia runinga ya TAS, jina langu ni Naomi Mutheu.